Mtazamaji, tunaendelea na habari za michezo na burudani. Uko na mimi Pauline Mvungi. Karibu. Wamiliki wa vituo vya soka katika halmashauri ya manispaa ya Musoma mkoani Mara wametakiwa kushikamana na kuhakikisha wanarejesha heshima na utawala wa soka katika manispaa hiyo, ikiwa pamoja na kuweka mikakati ya kukuza vipaji hivyo kupitia vituo hivyo. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Shauri hiyo ameitoa mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mgole Miraji wakati akizungumza na viongozi hao wa vituo vya soka hapa manispaa ya Musoma mkoani Mara, ambapo amewataka kuepuka majungu na kuchonganishana wanapoenda kuhakikisha wanarejesha utawala wa soka kama ilivyozoeleka. Timu yetu ya Biashara United Mara, nasikitika kusema, ilikufa kwa sababu ya majungu. Only that. Yani watu sisi tumegeuka kuwa wabinafsi kuliko ubinafsi wenyewe. Kwa nini sisi tuwe na, yani mimi na washauri na nawasi sana na waomba kaka zangu, cha kwanza tuwache miruruto. Pia katika hatua nyingine akaweka mkakati wa kuanzishwa kituo kikuu cha kulea na kukuza vipaji vya soka katika manispaa ya Musoma hapa mkoani Mara. Mimi niko tayari kwa support. Kwa sababu kuliko tutoe mtu sijui Dar es Salaam tutoe wapi, tunaweza sisi kwa sisi hapa tukapata hiyo fursa na tukarudi kusimamia vituo vyetu ipasavyo. Watu watano kila baada ya mwaka wanakwenda kwenye shule za wakinangasa huko, wengine wanapelekwa sehemu zingine kwa ajili ya kujifunza, lakini mimi nadhani ili ukilisimamia vizuri hata huko hutafikiria tena kuwapeleka. Wazazi tulionao hawana muemko kusapoti vipaji vya watoto. Akizungumza katika kikao hicho, mjumbe wa mkutano mkuu wa TFF kutoka mkoa wa Mara, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya soka la vijana, wanawake na ufundi, Augustine Mgendi, amesema. Lakini changamoto nyingine kubwa mheshimiwa, na hii sasa kwa sababu tuko kwenye jimbo lako, ni uvamizi wa viwanja vya michezo. Hilo limekuwa kubwa sana kwenye manispaa, na ni kitu ambacho hata shirikisho la soka hawapendi sana maeneo hayo yavamiwe, kwa sababu watoto wanakosa fursa ya kuonyesha vipaji vyao. Niwatie moyo kwamba msichoke, hayo maneno ya wazazi yasiwakwaze, tuendelee kupambana, mwisho wa siku tutashinda. Kuendelezwa kwa vituo hivi vya soka vitasaidia kupunguza vijana kujiingiza katika makundi ya kihalifu katika manispaa ya Musoma. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Hatimaye kliniki ya siku 3 ya kuibua vipaji vya mchezo wa mpira wa miguu wilayani Manyoni mkoani Singida iliyoandaliwa na taasisi ya African Sport Youth Park ya mkoani Geita imefikia tamati, ambapo jumla ya watoto wadogo 15 kati ya zaidi ya watoto 60 wenye umri wa kati ya miaka 10 hadi 20 waliofanyiwa majaribio hayo wamechaguliwa kuendelea na mafunzo katika taasisi hiyo. Tupate taarifa zaidi. Mhasibu wa chama cha mpira wa miguu Madifa wilaya Manyoni, Amani Wawa, amewasilisha kilio hicho kwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Manyoni Tano Mkambala kwenye hafla ya ufunguzi wa kituo cha mazoezi ya viungo cha Bob Fitness Gym kitakachosaidia kukabiliana na magonjwa mbalimbali yasiyoambukiza kilichopo mjini Manyoni. Manyoni tuna mapungufu yetu. Kwanza ni uwanja unaotumika kwa ajili ya michezo ya mpira wa miguu ni wa CCM. Kuna kipindi tunakuwa na kigugumizi kwenda kutumia ule uwanja kwa sababu tunaweza kama CCM wana shughuli zao, tunakosa uwanja wa kutumia. Sasa Manyoni inaenda kukamilika na system ya mazoezi, na mwalimu wangu nashukuru, naona uko hapa, na imani kwa hilo wewe sasa imekuweka sahihi, na sisi tuko nyuma yako kwa ajili ya mazoezi. Katika taarifa ya kituo hicho iliyosomwa na Mbaraka Juma Otieno, pamoja na mambo mengine, imeipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kuwajengea mazingira mazuri wa wawekezaji wadogo. Tunashukuru ofisi ya utamaduni pamoja na watendaji kazi wake wote wao ni sehemu ya jambo hili hadi kukamilika kwake. Tunafaidika na yafuatayo. Moja ambalo sisi tunafaida nalo ni vijana wetu, hasa sekta ya michezo, kupata mazingira mazuri ya kufanyia mazoezi kwa vitendo. Akifungua kituo hicho cha mazoezi ya viungo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Manyoni Tano Mkambala akasisitiza kwamba uwekezaji huo utasaidia kuondoa magonjwa ambayo hayana sababu ya kuendelea kuwepo. Kwamba uwekezaji huu utasababisha afya za wanamanyoni ziweze kukaa vizuri,
lakini utaondoa magonjwa ambayo hayana sababu kuwepo, lakini yanakuwepo kwa sababu vitu kama hivi havipo. Lakini utaleta tija kubwa sana kwa wanamichezo, mchezo wa mpira wa miguu, lakini ngumi na kadhalika. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana michezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Mchezo wa mpira wa miguu umesababisha baadhi ya vijana wa kata ya Msente iliyopo wilayani Kilindi mkoani Tanga kuepukana na makundi hatarishi ya uvutaji wa bangi pamoja na unywaji wa pombe. Tupate taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na afisa mtendaji wa kata ya Msente Bwana Mahamudu Mtolo pamoja na baadhi ya wachezaji wa timu za 45 Pasopa FC na Talent Kid Academy wakati wa mechi ya robo fainali ya ligi ya Mkulima Cup inayoendelea kutimua vumbi kwenye kata hiyo. Na huwa wanafanya vizuri, wanakuja hapa na vikombe wakiwa na ushindi wa hali ya juu. Lakini pia mbali na hilo, michezo kwa kata ya Jaila imesaidia sana kubadilisha vijana kwa kiasi kikubwa kujiepusha na makundi mbalimbali ambayo sio mazuri. Vijana wangekuwa katika vikundi ambavyo havifai kama ulevi na sigara bwegi. Nikisema sigara bwegi na maanisha bangi. Tunashukuru ligi hii hapa imetuletea chachu kwamba watu tunajumuika eneo hili muda huu, watu wanaburudika na sio kwenda kuvuta bangi wala kunywa pombe. Tunamshukuru sana mdhamini huyu Isa Mkulima. Gawa viongozi haifagilii sana michezo, haifuatilii sana, lakini vijana tuna uwezo na tunajituma. Kwa tukiangaliwa kwa jicho la tatu tunaweza tukafika mbali. Kwa upande wake mratibu wa ligi hiyo ya Mkulima Cup iliyokutanisha timu 16 amewaomba viongozi wa wilaya ya Kilindi kuunga mkono swala la michezo kwa kuwatembelea vijana hao vijijini na kuona vipaji vyao. Tunawaalika kuanzia nusu fainali na fainali pia tujumuike wote kwa pamoja ili waje waone vipaji vya vijana. Nikiripoti michezo kutoka wilayani Kilindi mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Asante Ernest Mbez kutoka Kilindi. Chama cha mpira wa miguu Madifa wilaya ya Manyoni mkoani Singida kinakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa viwanja vya mchezo wa mpira wa miguu kutokana na uwanja uliopo hivi sasa kutokuwa na mamlaka ya kuutumia kila wanapokuwa na mchezo inapotokea wamiliki wa uwanja huo CCM wanapoutumia katika shughuli zao. Tupate taarifa. Hamisi Selemani Kalinga ni mkurugenzi wa taasisi hiyo yenye makao yake makuu mkoani Geita. Vijana tumewagundua wengi sana wenye vipaji. Halmashauri wilaya ya Manyoni ni wilaya pekee katika mkoa wa Singida ina vipaji vingi sana. Na katika watoto 64 tuliokuwa tumefanyia hilo zoezi, tumeweza kupata watoto wenye vipaji walikuwa ni zaidi ya 30. Lakini mahitaji ya taasisi tumeweza kuchukua watoto 15. Kwa watoto 15 hawa ndio wataenda moja kwa moja kujiunga na taasisi ya African Sports Youth Park. Ni mwalimu wa mpira wa miguu katika wilaya ya Manyoni, na Joshua Msema Kweli ni katibu wa chama cha mpira wa miguu Madifa wilaya ya Manyoni, wanatoa yao ya moyoni. Imekuwa nzuri sana na vijana wamelipenda, hata sisi wataalamu pia tumelifurahia kwa kuletwa hapa Manyoni. Kwa tunapongeza sana ndugu zetu hao kwa kuleta hii program hapa. Nafikiri itakuwa na matokeo mazuri. Miaka 10 kwenda juu ni zaidi ya 10 wamechaguliwa kwenda kujiunga na kituo hiki. Lakini kwa upande wa under 17 mpaka 20 tuna zaidi ya vijana 5, kwa maana kwamba vijana 3 kutoka Manyoni mjini, halmashauri ya Manyoni, lakini pia vijana 2 kutoka halmashauri ya IT. Nao wanufaika wa kliniki hiyo ya kuibua vipaji waliochaguliwa kuendelea na mafunzo, Saidi Abdalla na Lemanya Abbas Saidi, wakaelezea matarajio yao. Kwa hii trial walikuja kituo cha National cha African Youth Park kutoka Geita. Tulikuja kufanya trial hapa kwetu Manyoni. Ya tumebahatika vijana 5 kuchukuliwa katika trial hiyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kupata nafasi hiyo. Maana tulikuwa zaidi ya vijana 56. Bagi nawaambia wasikate tamaa. Endelee kujituma, endelee kuwa wavumilivu. Pia ni fursa kubwa na hauna wakati kwamba utatoka muda gani, kama ni muda wowote. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10.
Na mtazamaji, tumefikia tamati wa habari za kutwa nzima leo hapa Channel 10 Plus. Nikushukuru na nikuache na utabiri wa hali ya hewa. Ulikuwa nami Pauline Mvungi. Asante. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inakuletea utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika, Rukwa, Nyasa na maeneo ya pwani ya kusini, pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya pwani ya kaskazini. Kwa wastani hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo katika maeneo ya pwani ya kusini na makubwa kiasi katika maeneo ya pwani ya kaskazini. Wakati usiku wa leo tunatarajia kuwa hali ya mvua inatarajiwa kupungua, ambapo tunaona katika maeneo ya Kigoma, Tabora, Katavi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe, Ruvuma, maeneo haya kutakuwa na hali ya mvua, ilhal maeneo mengi ya nchi yanatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa usiku wa leo. Kwa siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya Kigoma, Tabora, Katavi, Rukwa, maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Wakati maeneo ya Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe, Ruvuma kutakuwa na hali ya mvua, Dodoma, Singida na maeneo ya Lindi, Mtwara kutakuwa na hali ya mvua nyepesi. Wakati maeneo Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, juu ya Dar es Salaam kwa Pwani, Morogoro, maeneo haya yatakuwa ni makavu. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, jina langu ninaitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.